Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi nyote. Na kwako pia. Ndugu wapenzi, tunakutana tena hapa leo kwa misa hii ya siku ya Mungu ya sita kwa mwaka wa kanisa A. Tunaungana kama tulivyosikiliza mwanzoni na wale ambao wanamzunguka kina baba askofu leo kwa kutoa sakramenta ya upadrisho hapo Kitatumba kwa ndugu zetu. Tutawaombea na kwa altari ya Bwana tunaleta nia mbalimbali ambazo kila mmoja kati yetu ametolea. Hizo ambazo kwa namna pekee zimeandikwa na hizo ambazo moyoni mwetu tunachukua tukiwa na imani na matumaini kwamba Kristo ambaye tutatolea kwa altari hii pamoja na nia zetu atatuletea uwingi wa neema na baraka za Mungu kwa siku ya leo. Neno la Mungu litatuonesha kwamba tunapomkaribia Mungu hivi lazima tuwe na ukweli. Ndiyo yetu iwe na ndio, na kukataa kwetu tukikataa iwe kwa moyo mmoja. Basi tunapokumbuka mara na mara tulipomkosea Mungu na tulipowakosea ndugu na dada zetu, kabla ya kumtolea Mungu ibada ya misa hii na kusikiliza neno lake, tuungane kwanza dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapashwa yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, kuniombea kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu sisi na kutufikisha kwenye uzima wa milele. Amen.
tunaposali. Ee Mungu, umetufundisha kwamba unafanya makao yako katika mioyo safi na yenye kukupenda. Utupatie sisi kuishi katika neema yako, nawe ukubali kukaa ndani yetu. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, mwana wako, anayeishi na kutawala nawe pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja milele na milele. Somo la kwanza. Mtu ana uwezo wa kutenda mema au mabaya. Mungu amewapatia watu uwezo wa kuchagua maji au moto, maana yake mema au mabaya, uzima au kifo. Ameweka amri zake, lakini sharti mtu azitimize kwa mapenzi yake mwenyewe. Somo katika kitabu cha Busara ya Sira, kipindi cha 15 mstari wa 15 mpaka ule wa 12. Ndugu na dada zangu, tutege masikio na tusikilize. Na kulinda uaminifu ni mapenzi yako mema. Bwana ameweka mbele yako moto na maji, utanyosha mkono upande upendavyo. Maana mbele ya mtu yupo uzima na kifo, kila mtu atapewa hiyo atakayochagua. Kweli hekima ya Bwana ni kubwa, naye ni mwenye nguvu na uwezo, anaona vyote. Macho yake yamwelekea mwenye kumheshimu, naye ajua matendo yote ya mtu. Hakumwamuru mtu hata mmoja awe mwovu, hakumruhusu hata mmoja atende dhambi. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu. Kwa kufikiria juu ya somo, wote tuimbe zaburi pamoja na waimbaji inayosema:
Hekima ya Mungu yapita hekima ya watu. Mtakatifu Paulo anahubiri mafumbo ya Mungu yanayopita hekima ya watu. Mungu ametaka kuwaletea watu wokovu kwa njia ya msalaba wa Kristo. Isomo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Wakorinto kipindi cha pili mstari wa 6 hadi wa 10. Wapendwa katika Kristo, tusikilize. Sisi tunawaelezea watimilifu hekima, ila si hekima ya dunia hii wala ya wakuu wa dunia hii watakaopotea, bali twaeleza hekima ya Mungu iliyofichama katika fumbo, kadiri ya kusudi la milele la Mungu la kutuongoza mpaka utukufu. Katika wakuu wa dunia hii hata mmoja hakujua hayo, maana kama wangaliyajua hawangalimsulibisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, jicho halikuona wala sikio halikusikia wala mtu hakuwaza moyoni mwake yote Mungu aliyoweka tayari kwa wale wanaompenda. Maana kwa Roho yake Mungu ametufumbulia hayo, kwani Roho yachunguza yote, hata mafumbo makuu ya Mungu. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu. Somo la 3 ndio Injili. Wote tusimame kwa furaha, tuimbe wimbo wa shangilio pamoja na waimbaji. Alléluia, Alléluia.
ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo. Sifa kwako, Ee Bwana. Tukae, tutasimama kwa mwisho wa utangazaji wa Injili. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, msizani kwamba nimekuja kuondoa sheria au manabii. Sikuja kuondoa ila kutimiliza. Kwani nawaambieni kweli, mpaka zitakapopita mbingu na dunia, wala herufi moja wala hata kistari kimoja hakitaondoka katika sheria mpaka yote yatimie kwanza. Kwa hiyo mtu anayevunja hata amri moja ya amri hizo zilizo ndogo na kuwafundisha watu vile, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbingu. Bali mtu mwenye kuzitimiza na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbingu. Kwani nawaambieni, kama utakatifu wenu haupite utakatifu wa waandishi na wa Wafariseo, hamtaingia katika ufalme wa mbingu. Umesikia kwamba watu wa kale wameambiwa, usiue, naye atakayemuua mtu atastahili hukumu. Lakini mimi nawaambieni, kila mtu anayemkasirikia ndugu yake astahili hukumu, na mwenye kumwambia ndugu yake, mjinga wewe, atastahili hukumu mbele ya baraza, na mwenye kumwambia una wazimu atastahili moto wa Jehanamu. Basi ukija kutolea sadaka yako altareni, nawe unakumbuka hapo ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, acha sadaka yako mbele ya altari, uende kwanza ukapatana na ndugu yako, kisha uje kutolea sadaka yako. Patana na mshindani wako upesi ungalipo njiani pamoja naye, mshindani wako asikutoe kwa mwamuzi, naye mwamuzi kwa askari, wala usitupwe gerezani. Nakwambia kweli, hautatoka kule mpaka ulipe kwanza senti ya mwisho. Mmesikia kwamba watu wa kale wameambiwa, usizini. Lakini mimi nawaambieni, kila mtu anayetazama mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Kama jicho lako la kuume la kukosesha, liongoe ukalitupe mbali nawe. Sababu ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, kuliko mwili wako mzima kutupwa katika jehanamu. Na kama mkono wako wa kuume wakukosesha, ukate ukautupe mbali nawe. Sababu ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, kuliko mwili wako mzima kwenda katika jehanamu. Wameambiwa pia, mtu akimwacha mke wake sharti ampe barua ya kuachana. Lakini mimi nawaambieni, kila mtu anayemwacha mke wake, isipokuwa kwa neno la uasherati, amzinisha. Na mtu mwenye kumwoa mke aliyeachwa azini. Mmesikia tena kwamba watu wa kale wameambiwa, usiape uongo, ila umtimizie Mungu viapo ulivyoapa.
lakini mimi nawaambieni, usiape kabisa, wala kwa mbingu, sababu ni kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa dunia, sababu ni kibao cha kuwekea miguu yake, wala kwa Yerusalemu, sababu ni mji wa mfalme mkubwa. Wala usiape kwa kichwa chako, sababu huwezi kugeuza unywele wako mmoja kuwa mweupe au mweusi. Basi neno lenu ndio liwe ndio, na hapana liwe hapana. Neno la zaidi latoka kwa Mungu. Tushangilie neno la Bwana. Wapenzi wa Mungu, shalom. Amen. Kuna wakati Injili inajieleza yenyewe mpaka hata unapo jaribu kutoa maelezo unaharibu, hata kwa sababu hauelezi kizi ilivyoelezeka. Niliona ninyi wenyewe mkimshuhudia Yesu alikuwa kama mama yao hata yeye ndiye mshuhudia, lakini ilionekana vile vile jinsi Yesu alikuwa akiwaelezea hasa wanaume, labda wale walikuwa mbele yake walikuwa ni wanaume, na ndio maana hakusema sasa na mwanamke anayeacha mume wake inakuwaje? Yule ambaye anataka kuacha bwana wake atampea naye barua ama? Na mwanamke anayemtazama mwanaume na kuanza kumtamani inakuwaje? Na ndio maana sisi tunaopatikana hapa saa hii tukichangana waume na wake, vijana na wasichana, lazima maneno yale tuyaelewe kila mtu kulingana na ubinafsi wake. Na basi kwa leo ningependa kabisa kutueleza maneno mengi kama nilivyosema, Injili na hata somo la kwanza na somo la pili na hata hiyo wimbo wa kufikiria vilijieleza yenyewe. Lakini ningependa kwanza kuwakumbusha ile tuliyosikiliza siku ya Mungu iliyopita. Shalom. Siku ya Mungu iliyopita, nafikiri sisi sote tulikuwa kanisani. Yesu Kristo alituambia sisi ni chumvi ya dunia, sisi ni mwanga wa dunia. Hakusema mungelikuwa upulie etre vous serez celle de la terre, mutakuwa, kama tukitaka ongea Swahili ya Butembo, mutakuwaka chumvi ya dunia, mtakuwaka mwanga wa dunia. Alisema ninyi ni mwanga wa dunia. Ni kusema ijapo udhaifu wetu, alituaminisha hiyo kazi ya kuwa chumvi na mwanga. Chumvi inafanya nini? Chumvi inaleta utamu, inatamsha vyakula. Chumvi inalinda, kama tunavyofanya kwa mikwara. Ni kwa sababu ya chumvi ndiyo vinadumu. Na tena chumvi inatunza, tunaitia kwa kidonda na kwa mahali pengine, na ni kwa nia hiyo ndiyo tunabariki chumvi na maji ya baraka, tukimwomba Mungu aponye na alinde neema zake ndani mwa wale na vyote vitakavyobarikiwa na maji ya baraka. Na basi tunapoombwa kuwa wale ambao wanalinda yale yaliyopita, wale ambao wanatamsha mambo,
wanaleta, tunaweza kusema hata fete. Kuna waseminaristi waliniuliza jana, kwa nini kanisa inakuwa kama haipendi mapeti ya vijana, wakifikiri kwamba la Saint Valentin kanisa haiitaki, ijapo inaitwa la Saint Valentin, ni mtakatifu huyo, na kanisa linatuomba tulete utamu wa Kikristo katika sherehe kama hizo. Tusiishi mambo yetu kibinadamu tu, lakini Kikristo, yaani na hamu na vile vile nia ya kuishi Injili. Na ndiyo maana tunaomba kuwa watangazaji katika maneno na katika matendo yetu. Sisi ni mwanga. Mwanga unaangazia, mwanga unaongoza, mwanga unafafanua, clarifie. Mwanga unachamsha, sio tu kuangazia. Kuna wengi siku ya leo wanatumia hivyo vitu, hizo machuma mbalimbali ya tuseme ya solaire, kuwe matoshe solaire, kuwe mapano solaire. Ukiwa tu mwanga, hata bila tuseme hiyo joto tunayofikiria ni hiyo unachamsha, hiyo mwanga inaleta energy. Nikusema mwanga ni kitu ambacho mbalimbali na kuonyesha kila kitu kinzi kiko kinachamsha. Mwanga kinatuambia hii ni kizuri, kile ni kibaya, huyu ni mtu mwema, ule si mtu mwema. Na unapokifahamu au kifahamu ukweli ni wapi na uongo ni wapi, alafu utatembea ukiwa na uhakika wa kuepuka kila hatari. Na basi ndipo somo la kwanza limetuambia kwamba katika hicho kitabu cha Sira, tunasema busara ya Sira, kinatuambia kwamba Mungu alimpea mtu neema ya kuweza kutofautisha mambo na kuchagua kati ya joto na maji, kati ya moto na maji. Kila mtu. Ndugu wapenzi, shalom. Shalom. Kuna wakati tunawatazama watoto wakikomaa, wanapotaka kuiga kila kitu wanakipima. Akitaka kujua chumvi ni nini, anapitia kinywani. Akitaka kujua mchanga ni nini, anapitia kinywani. Akiona hata moto, ananyosha mkono karibu aingie katika moto. Na maji vile vile. Lakini sisi kisha kukomaa na kutambua chumvi iko hivi, sukari iko hivi, maji ni hivi, moto ni hivi, lazima tuchague kama vile kinavyosemeka katika Kifaransa, en connaissance de cause. Wengi wanafikiri kwa kuchagua en connaissance de cause lazima wajaribu. Mtoto, sisi tukijua kwamba moto anataka kugusa, itamunguza, sisi ambao tumepita hapo tutamwambia mtu agusake moto, fanya ange na moto. Lakini wengine wanafikiri hata kumchagua mke, hata kumchagua mume lazima ajiojee mwenyewe. Kuna wale wanaweza kukusaidia na kukufundisha umundua bokotu kama unangira umulume wao umukaliwa, na alafu sisi tunafikiri kile nitakachochagua nitakichagua kia mzuri. Kuna mara tunajiuliza kisha ningejuaka hata basi. Lakini kabla uchague walikuwa wamekwambia chagua, kuna moto, kuna na maji, kuna mwema na kuna mbaya, kuna yule ambaye pengine kwako hastahili.
kwa mwingine pengine atastahili. Na alafu kwa kuweza kujua hali ya kila kitu, si tu wewe mzazi, kwa mfano, ambaye amepitia hatua mbalimbali anaweza kukusaidia. Yule ambaye amekomaa anaweza kukusaidia. Muombaji anaweza kukiombea na kukuambia ni nini ameona katika sala zake kuhusu kile ama yule unayetafuta. Na ndio maana ni lazima sana kujua kwamba mambo yote si sawa, iwe kwetu iwe kwa wengine. Shibalingirene ebintu byoshi sibibuya. Kuna yule ametoa hapa ushahidi juu ya pombe. Wengine wanafikiri kwa sababu pombe iko lazima ni kitu kizuri kwa wote. Kuna mwingine atafikiri kwa sababu soda iko ni kizuri kwa wote. Kila mtu kulingana na hali yake, kulingana na kiumbo kyake, kuna kitu ambacho lazima aepuke na mwingine lazima akifuatilie. Kwa mmoja wataongeza sukari, kwa mwingine watakataza sukari. Kwa mmoja wataongeza chumvi, mwingine watamwambia chumvi ufanye angalisho. Na vile vile umarafiki. Pengine mwizi yeye atafikiri lazima ni atembee na wengine wizi. Lakini wewe ambaye wizi lazima ukikinge kabisa, utajua fanya ange na kundi la wizi. Yule ambaye anavuta, siku hizi kuna wale ambao wanavuta, sio wanavuta. Vijana zamani tulikuwa tukifikiri ni wazee tu ndio wanavuta. Leo hii tunaona na vijana wanaongea kwamba wanavuta. Nakumbuka hata siku moja huko Italia, mama mmoja alikuwa akijivuna akisema, tutuambia hapo, mimi watoto wangu ni tofauti, hawako kama watoto wengine wa mwikatie. Wangu hawauvutake, hawatembeke usiku. Sasa watoto wake vijana wawili walikuwa hapo. Mmoja akamwambia, mama, mimi nimevuta. Mama akashtuka, alikuwa akimtapa mbele yangu na mbele ya wengine waliokuwa hapo, akisema yeye ni mama tofauti na wengine wa mama wote. Mtoto mwenyewe akashaikia kwamba amevuta, ilikuwa ndio ukubwa huyo. Akasema, wapi mbona sijajua? Hatuwezi kukuambia. Na alafu alipomaliza tu na ule wa pili, sina mimi nimevuta. Alafu mama akashangaa, akakaa. Akaendelea kusema, lakini watoto wangu ni tofauti. Lazima kutofikiri ni mambo itajileta. Na watoto wale ambao wamevuta lazima wajue wanapokaribiwa kwamba wanakaribiwa kwa sababu kile kitu si nzuri. Sikusema si kwa sababu ekipe yangu wote ambao tunatembea nao wanafanya hiki ndio sababu nami lazima nikifanye. Kinaweza kuwa ni kitu pengine kwa mmoja hakitaleta vinyume vikali, lakini kwako wewe maisha yako itakuwa umeharibu. Leo humu katika somo la kwanza Yesu anatuomba tuchague. Ameweka ndani yetu akili. Hiyo roho, tuseme hiyo akili ya mwanga ambayo inatusaidia kuona kila kitu katika hali yake. Anatuomba tuchague. Hakuna kitu ambacho kitapewa duniani kwa mtu mkubwa asichochagulia. Na kanatukana kasema tuse itoa ibana. Sichagui. Ukiwa umejichagulia mwanaume au mwanamke ambaye walikuwa wakikwambia pengine havitashikana, sichagui. Usirudi kisha siku mbili siku tatu unasema hanechi na divorce. Hanechi sichi Yesu Kristo umwenji akatubuka yako kwa ekinywa divorce sichi liendelesha nyamuhangane endelesha kabisa. Yule ambaye umemchagua, umemwomba Mungu hata, umemchagua, umemleta mbele ya watu
nilifurahia hiyo hadithi ya ndugu alieleza hapa mambo yake iliendaje, tukadeni nimemtoa. Umemleta ache, kisha juma mbili unaanza kusema utisiye. Utibasi siye. Ngona menyango. Na wengi siku hizi wakiona mambo kwa TV wanafikiri ni ile ya kufanya, kwa sababu wameona filme sur le divorce ni kile cha kuiga. Sisi ni Wakristo, na ndipo ningependa kukazia ile ambayo katika somo la pili Yesu Kristo ametuambia akisema, hekima ya Mungu sio hiyo hekima ya watu. Watu wana hekima yao ya kibinadamu ambayo haioni mbali, haina ile vision de loin, ni ya mambo ya sasa na hapa. Hii Mungu ni ile watu wanafikiri mara na mara, mpaka hata wanakuchagua, wanakupenda kwa sababu mambo inaendelea, mambo yako yanaenda mbele. Yanapoanza kurudi nyuma, nao wanapotea, kwa sababu wako kwa instant mara na mara. Lakini Mungu yeye anaona kwa mbali na anaendelesha mambo yake mbali. Na ni hapo Yesu anafikia sasa kwa Injili, akituonyesha utofauti kati ya mambo ya Mungu na mambo ya watu. Shalom. Shalom. Tumesikia katika Injili ya leo ambayo ilikuwa ndefu, na ndio maana padri tuomba tukae. Na tulikaa tukisikiliza vizuri. Yesu alituambia kwamba maneno tunaposikiliza hizo za Mungu hazitapita. Mbingu na dunia zitapita, lakini maneno ya Mungu hayatapita. Na ametuonesha tofauti kati ya watu wa kale na sisi watu wa sasa. Ni lazima sana kujua na kuangalia mambo yake. Na ametuambia kwa watu wa kale kilisemeka hivi, kwenu ninyi nawaambia hivi. Ni kusema nini? Nous ne sommes pas les hommes du passé. Sisi si watu wa zamani, ni watu wa sasa, ni kizazi kia leo, kile ambacho kinasikiliza Injili na ambacho kinaombwa kuangazia maisha na Injili. Yesu anasema yule atakayevunja amri za Mungu naye atavunjwa. Yule ambaye atakitegemea na kukishika naye ataimarishwa. Na alafu anatuambia kitu kimoja, hakuja kuvunja lakini kukamilisha. Mara na mara ninyi vijana mtasikia wengi wakisema Ukristo ni kitu kinavunja nini asili yetu. Yesu anatuambia hakuja kuvunja lakini kukamilisha. Shalom. Shalom. Yaani ile tuseme maisha mababu wetu waliishi, tuseme morale yao ya zamani, dini yao ya zamani, hizo machinga zao za zamani tunaoita machinga kera, hakuja kuzivunja lakini kuziangazia kwa mwanga mpya na kuzitimiliza, les amener à la perfection, kwa sababu yeye ni muumbaji wa watu na anajua watu ilibidi wakomae. Na ndio maana yale ambayo yalifanyika zamani na mababu wetu, kikiwa hakiambatane na kanisa, tunakisogeza, na kile ambacho kilitendeka zamani katika mwanga wa Injili kinaonekana kuwa na maana, tunakikinga. Ni hapo tunakuwa chumvi ya dunia
inayokinga kilicho bora hata kwa wakati za zamani. Na ndiyo maana si kila kitu ambacho tunakataa. Amasatao wetu si masatao mnawili, ni masatao wake. Wagana satao ndeke nga kwa Kristo. Esho nyingi Mungu wetu ebindu ebyo tukakola emikeka mulimi nebindu ebyanga waticha ebibo ebinu wenzoma bikolabyo ebyamosokolo omukaka wotatakolo nabyabakakola bakaluka ebetina bimetabe tomabikolabyo omumutima wa Kristo itunemuhererabyo nyamwanga kubusike bwiwe tukalya itune omunyu obukihugo usana ituuterekera lakini usana obwingo bwamnawira lakini tomakolayo usana nerishyala obwingo bulya omubukirira bulya omusomya shirya ishabotatakolo tukalya itwamahera. Na Yesu Kristo ndio maana anaanza kutuambia, mmesikia kama kimeambiwa kwa wale wa zamani, jicho kwa jicho, jino kwa jino. Kwa wakati wao ilikuwa hivyo. Kwa maana ni purako parasema na kupurako ile parasema. Wamami la bukirania, mambo nani kupurako parasema kwa mguu kwa purako kwa sababu ya yoshi. Ukaja isuchi liko kwa haki. Obakera. Kuna wale ambao anaumizwa kwa mguu mmoja, alafu anataka kumuonesha mwingine kwamba yeye hana mguu, anamuuliza kwa miguu yote mbili. Mama kupurako evile ngoma ngokoba ndi bane mutupurako miyeya, ndio ituko wako ekigo chabo. Tukabya isuchire obopo nene eyakera. Ambuno jicho kwa jicho ilikuwa kwa wale wa zamani kwa kuwaonesha njia ya uhai. Sasa Yesu Kristo anakuja anatuambia sivyo, kulipiza kisasi ni kuharibu kila kitu. Wakati ambao mikuu hutalia na uwa koresha echume choko ode ukaja iwa makanyachi kwa wowe. Nelo chikareka ihabya erikala neleso lenyati. Mnapokaa ni kwa sababu kuna mwenye ameumiza mwingine na mwingine hataki kumuumiza. Sasa wanamuumiza. Sasa wanzi kolachi tutoke eriendelea mbele utira uchanganya. Leo Yesu Kristo anatufundisha hiyo njia ya Kikristo ambayo inatofautika na hizo tuseme desturi za mababu. Na anafikia hata kiko ambacho niona hata wale walikuwa wakisinzia wanyama wakisikia hiyo wakisema Yesu Kristo akieleza juu ya wale wanaotamani mke ama tunaweza kusema mume. Na wale wanaizingira kama mkutano wa Yesu anatuambia kuna wale wa zamani walisema nao ameso nyamwanga atuhame so usanaji usanane langeo zane lilia ego tuzindireko na bantu babuya ibaneko. Na kweli Yesu akusema lazima kutotazama, lakini yule anayeanza kutazama na kuanza kutamani ni yule ameanza kuanguka katika dhambi. Kuna vijana mara na mara ama wasichana wanafanya hizo masete, wanakaa fasi, kunapita mtu, kuna wale wanaanza kusifle, wale wanaanza kufanya majeste, wacha kusema, ni hapo inaanzia. Unasikia sifa inatoka huko, maneno yanatoka kule. Ni hapo tamaa inaanza kuamka. Na hata yule ambaye hakusikia kitu, hakuona kitu, anaanza kugeuka, kujiuliza ni nini imetukia. Naye tamaa lazima inaweza kuanza kuamka ndani mwake. Yesu anasema mambo kama hayo
kwa nini mnaosikiliza injili hayastahili? Kwa mtu ambaye anakutana nasi hapa kwa MCA, kinapofika unapoona kiumbe tuseme kema, lazima kumshukuru Mungu na unapita njia yako. Unapoanza kugeuka mara mbili mara tatu, unaweza kuanza kuanguka, sio tu katika dhambi na hata katika shimo ukipatikana hapo njiani. Yesu amesema tena, kuna wale ambao kwa sababu wamesikia kuna kibarua kakumbea yule unayeachana naye, nao wanafikiri ni hivyo. Wakati wake kulikuwa tuseme shule mbili kubwa, hiyo ya Hillel na hiyo ya Shammai, iliyokuwa ikisema mwanamke anaweza hata kufukuzwa kwa sababu aliunguza hiyo sose kwa mafika kwa jiko. Sosi inapounguza matomate manani hizo makonimazi, alafu anamletea mwanaume, anaona inakuwa noir hapo kwa meza, anaweza hata kusimama hapo na kumpea mwanaume barua rudia kwenu. Na wengine walisema sivyo, lazima ikuwe ile wanaita kagrave. Katika makagrave walitaka nini? Hiyo tunasema adulterio. Katika mapokezi ya kanisa, katika desturi za kanisa, hiyo adulterio sio tu tuseme, kwanza sio usharati kizi tunavyosikiliza kwa siku ya leo. Hiyo haikuruhusu tuseme kuvunja ndoa yako. Hapo tunao utofauti na ndugu zetu wa Protestant ambao hiyo neno wanaichukua kama tuseme usharati, lakini katika neno lililo tuseme badilishwa kuwa motif d'adultère ama kizi tulivyosikiliza katika Injili, tuseme uzinifu, ni katika kawaida ya Israeli ilikuwa yale ambayo ilionyeshwa kuwa tuseme lien familial kati ya familia. Inaweza kufika kwa mfano mwanamke ni dada yako au kaka yako, lakini nyinyi hamjui, ama mtu na tuseme baba na mtoto wake, ama wakuzeni, hiyo wanaita lien de sang, wakosange kwa hatua fulani. Alafu kikifika wamekaa pamoja, ndoa hata ilibarikiwa, baba alienda kuoa, sijui inaweza kufika hapa, pengine alizaa sijui mtoto wakati gani wapi, muda fulani anataka kwenda kuoa, sijui pengine mama mke wake amefariki ama hajaoa, lakini anataka kwenda kumwoa mtu, kumbe ni mtoto wake. Ama wakaka ambao wajuani, ama wenye ambao katika familia yao kuna hiyo nyenye, hapo kikionekana kwamba ndoa haikukuwapo kwa sababu na haiwezi kukua, ndipo mapokezi ya kanisa ilisema hapo hakuna ndoa, ilifungwa. Lakini kama uchunguzi ulifanyiwa mwanzoni mbele ya kufanya ndoa na kilionekana kwamba kila kitu ni taratibu, hakuna kitu ama na mtu anayeweza kuivunja. Leo humo neno liliongezwa katika rite ile ya mariage, mara na mara tunasema alichounganisha Mungu mtu asitenganishe. Na tunaposema hiyo sio mzaha, sio mchezo. Inakuwa ikisemeka kisha ile tunaita consentement, wakisha kukuuliza wewe unakubali kabisa kama aliumewa. Sio unachunguza hivi kwa macho. Unakumbuka historia yenu, mnatoshana wapi, mmefikishana hapo mbele namna gani? Na unasema na watu wanashangilia vigelegele. Naye wanamuuliza kama hivi huyu kama unangirao wanamaliza wote.
sheria naanza hata. Kisha hiyo yote leo huu mtu anapita kuwaambia divorce nayo ikanavya. Divorce nayo ikanavya. Yesu ametuambia hakuna. Kila mtu mwenye kumfukuza mke wake kwa namna hii, kila mke mwenye kumfukuza mtu kama huyo anaingia katika dhambi. Na ameongeza kitu ambacho nilisikia wanaume wakiruruma hapa. Anayempokea yule aliyefukuza kwa njia hiyo naye azini. Ndugu wapenzi, Ukristo si mzaha. Mara na mara tunaposikiza maneno yale tunayasikiliza na yanapita kwa masikio. Na alafu kinapotufikia tunasema tunakataa hata tuseme Kikristo, ama tunataka kushurutisha Mungu akane maneno yake na asikilize maneno yetu. Vijana na wasichana ambao wamepatikana hapa, vijana muko na wasichana muko kweli? Maneno yale mnayasikia, mumeyaelewa, mumeyapokea? Mnaona huko wenye wamenyamaza walijibu kwa hiyo tumeyasikia, sisi tumeyasikia. Hiyo swali nyingi mbili nimeongeza hawakujibia. Ni ninyi maneno yale yanahusu na wale ambao wanapatikana katika ndoa. Leo humo Mungu atawafungulia wamoja wafikiri fiancé. Wafikiri fiancé. Femina na masculine, sijui ni kizemeaje. Wachumba. Mtakapoongea muwaulize. Kama yeye hayuko hapa, utakapoongea naye umwambie, mimi hiyo siku niliomba Mungu anipee fiancé, nilisikia hii maneno. Unasema nini? Kabla tufanye mwendo, nisije nikaanze mwendo nikifikiri kwa kila wakati siku nitalunguza mboga, siku nitasema maneno pengine yenu ngumu, tutasema hakika la obri mboga shombo wao. Lazima kukiongelesha ili muweze kwenda vizuri safari yenu ya ufiancé na ya ndoa. Ambo abakaya ndiye wanalagani sibecha nazo. Lakini ukienda huko nafikiria kwamba yule naye iko sawa mimi, atasikia yale ambayo nimesikia, haumuulize, utashangaa siku moja na kuzubaa. Lazima kuongeleshana. Mnapoongeleshana isikuwe mambo ya sheria, ikuwe vile mambo ya kidini ya ukamilifu katika mambo yenu. Isikuwe tu mambo ya mashenete na mabage na manini na masema lante itakuwa aje, itakuwa wapi, au kuipatia kadoleo ama kesho. Ikuwe vile mambo ya utaratibu wa ndoa yetu. Tunasimama kwa kitu gani ambacho tutaenda kila mtu akija akisema hiki hapana, kile ndio. Na ni hapo Yesu anafunga akisema ndio yenu iwe ni ndio, hapana yenu iwe ni hapana. Na ile haiwahusu tu ninyi, inatuhusu sisi kama mapadri, inawahusu wasee, inawahusu kila mmoja anayekubali maisha fulani ama utumishi fulani. Kisha kusema wi ikuwe wi, kisha kusema no ikuwe no. Wakati unaanza kusema wi me no me mkalo wenda kwa shombe me ewi ilini wi, no ilini no. Chupa shatomekako kikalia imichoruhanya. Ni hapo Yesu anafunga akikwambia kabla ya kukubali kila kitu ama alafu ya kukikataa, uikale kwanza, umtolee hiyo nia ya sala. Na alafu unapoangaziwa
usimame na utoe jibu lako. Na basi tunapomalizia hapo hotuba yetu, tutaalika kila mmoja kati yetu aweke tayari kabisa sala ambayo anapenda Mungu kwa siku ya leo, kinje ametuangazia kwa neno lake, aweze kumjibu, na anapomjibu aweze kukikamilisha. Na basi tutaomba Mungu vile vile kila mara tutakapompa jibu letu, na kila mara tutakapokipatia kanisa, tuwe na ukweli kwa sakramenta mbalimbali, kwa ministeri mbalimbali, kwa usaidizi mbalimbali. Ndio yetu iwe neno la ndio, na hapana yetu iwe neno la hapana. Na tuwaombee vijana wanaopewa upadirisho leo waweze nao kuiga neno hili. Aliye na masikio ya kusikia asikie, aliye na moyo wa kukubali akubali. Bwana awe nanyi.